Elon Musk, miongoni mwa wateule wa rais wa Marekani Donald Trump, ametoa wito kwa rais huyo kuondoa ushuru ambao mataifa mengi yamekuwa yakilalamika. Musk ametoa rufaa ya moja kwa moja kwa rais wa Marekani Donald Trump, akimtaka kufikiria upya uamuzi wake wa kutoza ushuru mkubwa kwa washirika wake wa kibiashara wa Marekani. Hii ni kwa mujibu wa gazeti la Washington Post ambalo limeripoti siku ya leo ya Jumanne. Kulingana na kituo hicho cha habari, viongozi wengi wa biashara na teknolojia ambao waliunga mkono ugombea wa Donald Trump wamekosoa hatua hiyo, wakitaja kuwa ya fujo kupita kiasi. Trump amezindua ushuru mpya wa bidhaa za kimataifa wiki iliyopita, ikiwa ni pamoja na ushuru wa 34% kwa bidhaa za Uchina, wakati huu akitangaza kuongeza hadi 50%. Kwa mujibu wa Beijing, iliahidi kulipiza kisasi na imelipiza kisasi ambacho kimelingana na asilimia hizo 34 kwa mauzo ya nje ya Amerika, na kumfanya Trump kutishia ushuru mpya wa 50%. Mwishoni mwa juma, mkurugenzi mtendaji wa Tesla na SpaceX Musk, ambaye anahudumu kama mfalme wa ufanisi wa serikali ya Trump, alifuta safu ya machapisho ya mitandao ya kijamii yakimkosoa mshauri wa biashara wa White House Peter Navarro, mbunifu mkuu wa kimkakati mkali na wa ushauri wa rais. Dr. Econ kutoka chuo kikuu cha Harvard amesema kwamba si jambo zuri, Musk aliandika. Musk pia ameripotiwa kuwasiliana na Trump kibinafsi. Jaribio la kuingilia kati hadi sasa limeshindwa kutoa matokeo, watu wawili wanaofahamu suala hilo waliambia Washington Post. Kama mkuu wa Tesla, Musk kwa muda mrefu ameona ushuru kama hatari kwa malengo ya kampuni, ikizingatiwa kwamba Amerika na Uchina hutumika kama base kuu ya utengenezaji na soko kuu. Vita vya ushuru wa Trump vinavunja sheria, baadhi ya wachambuzi wameeleza. Hata hivyo, wachambuzi wamesema zaidi kwamba vita hivi vya ushuru vitasababisha kuyumba kwa uchumi wa ulimwengu na hatimaye kusababisha hali ngumu ya maisha katika mataifa mengi ulimwenguni. Viongozi wengi wa kibiashara ambao waliunga mkono ugombea wa Trump pia wamechanganyikiwa na kutokuwa na uwezo wa kushawishi sera za kupendekeza kwamba kiwango cha msingi kiwa 10% pamoja na mazungumzo na nchi zingine kingetosha, kulingana na Washington Post. Watu wa karibu na Musk wameripotiwa kukata rufaa moja kwa moja kwa washirika ndani ya utawala wa Trump, pamoja na makamu wa rais JD Vance na Musk mwenyewe, wakitetea kile walichokiona kama sera za busara zaidi zinazounga mkono biashara huria. Mmoja wa washirika wa Musk, mwekezaji Joe Lonsdale, alichapisha kwenye ukurasa wake wa X akisema kwamba alikuwa amewasihi hivi karibuni marafiki katika utawala kufikiria tena, akionya kwamba ushuru utadhuru kampuni za Marekani zaidi kuliko za Wachina. Mwishoni mwa juma, kundi la viongozi wa biashara walianzisha kuandaa muungano usio rasmi kushawishi wanachama wa utawala wa Trump kwa sera za wastani za biashara. Mtu mmoja anayefahamu juhudi hizo aliliambia shirika la habari la Washington Post. Donald Trump ametetea hatua yake hiyo, akisema kwamba wakati mwingine unapaswa kunywa dawa ili kurekebisha kitu, na kuahidi kwamba kazi na uwekezaji utarejea Marekani na kuifanya tajiri kuliko hapo awali. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.